naomba niseme nimefurahishwa na nimefurahi sana kupata fursa hii ya siku ya leo ambayo ni siku ya kama nchi tuna maombolezo, lakini niseme sio kama tunaomboleza, tunaendelea kucelebrate maisha ya kiongozi wetu Sheikh Abeid Amani Karume, mpiganaji, kiongozi ambaye ni muasisi pia wa taifa la Zanzibar, kiongozi wetu ambaye alipumzika maisha yake, lakini tunapoendelea kusherehekea hizi siku zake ni pamoja na kujifunza mazuri ya jinsi alivyoishi na watu. Lakini pamoja na yote hayo tukasema siku ya leo, kwa kuwa hii wiki yote tumekuwa tukisherehekea miaka 4 ya Rais Samia, ya kazi ambazo serikali ya awamu ya 6 imefanya chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaendelea na kazi hizo. Basi na leo, kwa sababu siku hii ya leo sio siku ya kazi, basi tuitumie kufanya mambo ambayo yataendeleza sherehe hizo. Lakini pia pamoja na sherehe hizo za muasisi wetu, lakini basi tuendelee kuongea na kufanya matendo mema. Unajua kumtukuza, kuishi maisha ya mtu ni pamoja na kufanya yale mema afanya nini aliyoyafanya wakati akiwa hai. Sasa na sisi tukasema lazima tutende mambo mema katika siku ya leo ya Karume Day. Ni maarufu kama Karume Day. Kwa hiyo na sisi leo tukasema tutaendeleza siku hii, hatutapumzika nyumbani kusema kwamba labda ni public holiday, basi tutaitumia vizuri kwa ajili ya shughuli za kazi ambazo tumeendelea kuzifanya. Tungeweza kusema tutaendelea kesho na kesho kutwa, lakini tukasema tuifanye hii siku ya leo ili kumwenzi muasisi wetu katika mambo mema. Kwa hiyo ndio tukasema tukutane leo katika hospitali ya Mkomaindo. Hospitali ya Mkomaindo ni taarifa ya kwanza ambayo niliipata kwenye mtandao, kwenye message yangu ya WhatsApp. Nilipopata tu uteuzi, nilipata taarifa ya Mkomaindo kwamba wananchi wakilalamika kwamba changamoto ipo kubwa katika hospitali ya Mkomaindo. Lakini nikasema mimi ni kiongozi ambaye ukiniambia kuhusu ubaya wa mtu au ubaya wa kitu, ili niamini hicho kitu kiko hivyo, lazima nifanye na huyo mtu kazi, nimfahamu huyo mtu, nione hicho kitu kilivyo, nikitesti. Kwa sababu huwezi ukaniambia kitu ni kichungu, kumbe unaweza ukasema ni kichungu kumbe ni kitamu, si ndio? Nikasema lazima nije nifanye nini? Nione Mkomaindo ikoje ili nijifunze kujua. Kwa nikatishwa sana. Hospitali ni chafu, watumishi ni wabaya, wana majibu mabaya, hawaendi kazini, wanatoa huduma ya hovyo. Maneno mengi sana niliyapata kwenye mtandao, kwenye message za WhatsApp. Nikasema kwa basi ziara yangu ya kwanza, kwa sababu huduma ya afya ni kitu cha kwanza kwenye jamii, uzima wa watu ni kitu cha kwanza kwenye jamii. Nikifika Masasi, kitu cha kwanza nitakachokifanya ni ziara katika hospitali ya Mkomaindo. Basi nikasema siku ya leo tutaitumia kuja katika hospitali ya Mkomaindo pamoja na kutembelea hospitali, lakini basi nitapata fursa ya kuongea na watumishi. Na nitumie fursa hii basi kuwapongeza kazi nzuri ambayo mnafanya. Kwanza nimefurahishwa na usafi wa hospitali yetu. Kwanza nimefurahishwa na nini? Na usafi wa mazingira ya hospitali. Cha kwanza kabisa. Lakini mazingira ya hospitali yenyewe odi ndani. Lakini pia nimefurahishwa na huduma, jinsi ambavyo huduma zinatolewa pale. Sidhani kama mnaigiza, kwa sababu sehemu ya maigizo ukifika unaiona, si ndio? Sehemu ya maigizo ukifika unaiona. Mimi sidhani zile huduma zinazotolewa pale ni maigizo. Maandalizi ya vile vyumba na huduma zinazotolewa pale katika maeneo yale kwamba ni maigizo, msingeweza kuyaigiza kiasi kile. Mimi ni mzoefu sana kwenye utumishi wa umma, ningejua tu kwamba hapa kuna maigizo yanafanyika. Na niwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. Ndio nimesema nilivyokuwa jana sivyo nitakavyokuwa kesho. Kulingana na mtu aliyeniona jana, kesho anaweza akaniona tofauti, si ndio? Inawezekana kweli yote hao walioniandikia yalikuwa yanafanyika hapa Mkomaindo, si ndio? Inawezekana kabisa. Wala sikatai, na nyinyi naomba msikatai. Inawezekana hata wengine hamkuwepo. Inawezekana kabisa huko nyuma ilikuwa, kwa sababu hata mkurugenzi amenishuhudia kwamba wakati anakuja hapa hospitali hii
ilikuwa inaonekana ni ya zamani, chakavu, muda ambao sio muda mrefu sana, lakini kwa sasa Mkomaindo ni kati ya hospitali za kisasa zilizoko katika kanda hii, si ndio? Kulingana na mazingira ambavyo yalivyo, ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan aliyobadilisha kwa ghafla. Kwa hiyo mimi ninampongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayofanya, lakini pia na watumishi tulioko chini yake jinsi ambavyo tumeendelea kufuata kufuata nyayo za kazi nzuri ambayo imefanyika. Lakini niwapongeze kwa jinsi ambavyo watu wanashuhudia huduma mnaifanya, kwa sababu kwa siku chache ambazo nimekaa hapa haikutosha tu mimi kuja Mkomaindo kuona leo, lakini pia nina vyombo. Nimefanya kazi, nimekaa na vyombo vilivyoko hapa vya serikali, nimezungumza na vyombo vyangu, nikajiridhisha na kila ambacho nimekuja kufanya hapa. Ndio maana nilimwambia mganga mkuu jana, akasema atakapofika Mkomaindo sitakwenda direct kuzungumza na watumishi. Lazima nisalimie wagonjwa, lazima niangalie mazingira ya hospitali, lakini baada ya hapo ndio nitaenda kukaa na watumishi tuweze kuzungumza. Mimi niwapongeze, lakini nataka sasa to approve wrong hawa watu. Unanielewa? Lugha zenu siwezi kuzisemea kwa sababu siwezi kujua mnajibuje wagonjwa kama zilikuwepo. Kwa sababu mengine yote me approve wrong, naomba mnisaidie kutoa huduma kwa wagonjwa mkiwa mnatabasamu, kwa sababu kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya katika eneo hili kwanza ni kubwa sana. Hilo tu jengo la emergency ambalo liko hapo, vifaa vilivyoko kule ndani, ukiingia kule ndani utaona ni kazi ya mtu ambaye amedhamiria kufanya mambo makubwa. Kuna vifaa vya kisasa, ni jengo la kisasa ambalo unaambiwa ni la dharura tu, kwamba sio jengo ambalo linatumika kwa kila wakati, lakini jengo la nini? La dharura. Ni kitu ambacho katika maeneo mengine au katika hata nchi zingine wanakiona ni kitu ambacho hakipo. Ni hitaji kubwa kwa vitu kama hivyo. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba kiongozi wetu aliliona hilo, akalifanya katika hospitali yetu ya Mkomaindo, na sio tu Mkomaindo, amefanya hivyo katika maeneo mengi, katika hospitali nyingi katika nchi nzima. Kwa hivyo tuendelee kumuunga Mheshimiwa Rais mkono, jitihada zake zote ambazo anazifanya, lakini sisi sasa tutoe huduma ya viwango vilivyo tukuka, vya heshima. Tuongee vizuri na wagonjwa, tutoe huduma nzuri. Bohari yetu imejaa dawa. Duka letu la dawa limejaa dawa. Sijaona mahali kuna upungufu na wala sijalalamikiwa mapungufu. Nilikaa na daktari jana mpaka saa 4 usiku daktari. Ndiyo. Nikiwa na hoji vitu mbalimbali. Nikitaka kujua nini tunapungukiwa, nini ambacho ni hitaji kubwa ambalo tunapaswa sasa kulipeleka kwenye serikali kuomba. Sikuona. Sana tunatoa huduma mpaka kwa wilaya jirani. Ni mambo sisi ndio tunatoa huduma, sio tu wilaya jirani, lakini tunatoa huduma mpaka nchi jirani. Watu wanatoka Msumbiji kuja kupata huduma katika hospitali ya Mkomaindo. Nasema uongo? Ni kweli. Sasa kama tunatoa huduma mpaka nchi jirani, na ni binadamu wenzetu, na ni majirani zetu, na ni rafiki zetu, na tumekuwa tukifanya hivyo, basi tujitahidi kufanya hivyo kwa sababu hakuna mapungufu. Nilikuwa na tathmini pia upungufu wa watumishi ambao ulikuwa unalalamikiwa katika hospitali hii. Ni kweli kuna upungufu wa asilimia ndogo, lakini wale tuliopo naomba tufanye nini? Kazi. Naomba tufanye kazi. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.